Asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba Ijumaa ya leo itakuwa ni siku ya kubarikiwa. Itakuwa ni siku ambayo sio ya kawaida, bali ni siku ile ambayo utakuwa hata na wewe unahesabu baraka kwenda ile ingine. Pia ni asubuhi njema ambapo mtumishi wa Mwenyezi Mungu Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Changoma ataweza na kuendelea na kutufundisha juu ya taji vile ambavyo zimeweza na kugawanywa. Ninaukaribisha ili ukae tayari kabisa ukaweze na kujua siku ya leo ni taji la aina gani ambalo tutakuwa tunafundishwa. Karibu sana tuweze na kufundishwa pamoja. Ningependa kuchukua nafasi hii, ndugu mpendwa mtazamaji, nikaweze kukusalimia asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kukukaribisha katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Na tuweze kuanza kwa maombi. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru, tunakuinua kwa ajili ya upendo wako usio na kifani kwetu. Asante kwa kutupa nafasi asubuhi ya leo. Tunaomba tunapoendelea na kujifundisha neno lako ukaweze kuwa pamoja nasi hadi tamati. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, ningependa tukaweze kusoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 9 na tuanze na mstari huo wa 25. Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 mstari ni ule wa 25. Tusome kwa pamoja. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, mbali sisi tupokee taji isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Paulo anayezungumza na ametoa mfano wa kucheza mchezo wa kukimbia, riadha. Na ni kweli wale ambao wanajitolea katika michezo ya marathon ama ya kukimbia ya aina yoyote, huyu mtu huwa amejiandaa vizuri. Na kuna mambo ambayo hawezi akayafanya. Anazingatia tu ama anafunga mwili wake ili udumu katika utumwa wa zile sheria ambazo zinaambatana na mchezo huu. Kuna vyakula ambavyo hawawezi wakakula na kuna mambo hawawezi wakayafanya. Ili wakati utakapofika wa michezo, mwili wake ukaweze kuwa na nguvu za kustahimili mwenendo na mbio ambazo atazifanya. Na kusudi ili akaweze kupokea taji. Taji ambalo tukiangalia vizuri ni taji inaweza kuharibika. Paulo anazingatia tu taji lisiloharibika ama incorruptible crown. Wa leo tutajifundisha kuhusu taji lile lisioharibika. Taji hili litakabidhiwa akina nani? Ni wale ambao wanaishi maisha ya kiutakatifu wakiwa na self discipline. Yaani wanafuata sheria za Kikristo kabisa. Hawataki wakosee mambo ya Mungu. Wanadumu tu wakifikiria na jinsi wanavyotembea. Hata wakikubana na jambo ngumu ama mambo ya majaribu, wanajaribu kuwa wanajitunza vizuri ili wasije wakamkosea Mungu. Wanaendelea tu na kujitia nguvu na kujiweka katika hali ya tahadhari. Wakinapotembea, wanapozungumza na wengine, wanaogopa sana kumchukiza Mwenyezi Mungu. Hao watu hujikabidhi maisha yao kwa Kristo
na wanaendelea na kuangalia sheria za Kikristo, wanafanya mambo kulingana na vile Biblia inasema, wanajibidiisha ili wasije wakamkosea Mungu, na hawataki hata siku moja wapate sifa za dunia. Kila jambo wanalolifanya wanataka tu Mungu asifiwe, Mungu atukuke tu, wanamuinua Mungu. Hata wakifanya jambo nzuri namna gani, hawataki wapewe sifa, wanataka sifa simurudie Mwenyezi Mungu. Tofauti na watu wengi katika ulimwengu, anapofanya jambo ambalo ni la maana, anataka sifa kila mahali, jina lake liwe linatajwa. Na unajua hizo ni sifa za hapa ulimwenguni, na hiyo ni kama kupokea taji iharibikayo. Lakini taji ambayo haiharibiki, taji ambalo ninaliangalia nikaona hata ukiweka ndani ya moto, hiyo taji haiwezi ikaharibika, imejengwa ikanjengeka. Kwa sababu hata wale ambao watapokea hiyo, nao watakuwa ni watu ambao wamejiweka tayari na wakasimama imara, wakawa ni washindi. Kwa hivyo, ndugu mtazamaji, kuna taji lisiloharibika, na Paulo mwenyewe analizungumzia na alimelivanisha na wale ambao wanafanya mambo mengi, wanafanya practice ili wajiandae katika michezo. Wanachoka, wanakula chakula ambacho ni chepesi, wanavaa nguo ambazo zinahitajika katika michezo, yani wako na self discipline. Na katika Ukristo tunafaa hata sisi pia kuwa na self discipline, kuangalia yale mambo ambayo hayawezi yakawa ni chukizo kwa Mungu ama yanaweza kumkasirisha Mungu. Wao hufanya hivyo ili wakapewe taraja, wakapewe thawabu isiyoharibika. Lakini unaona hao wachezaji wanaozungumziwa na Paulo wanafanya mambo mengi, wanaharibu muda mwingi, lakini mwisho wanapokea taji iharibikayo. Kwa hivyo kama mtu anaweza kufanya mambo makuu kwa ajili ya kupokea taji iharibikayo, je, na hii taji ambayo haiwezi ikaharibika, unaona tunaweza kuwa na gharama gani? Tunaweza kufaa na kukaa katika maisha ya aina gani, ya kujitolea namna gani? Kujitolea kwa mkimbiaji, tunahitaji hata sisi wa Kristo kujitolea namna hiyo. Mahali ambapo hatuhitajiki kutembea ili tusije tukajaribiwa na mambo ya kiulimwengu, tunajifunga, tunajiweka tu katika mambo ya kiukoloni. Hatuwezi kuenda kule ili neno la Mungu likaweze kudumu. Kuna vyakula vya aina mbingi, kama jinsi wachezaji wanavyo vichukia vingine, hata sisi wa Kristo kuna zingine ambazo hata tukizipenda asihitajiki katika mambo yetu. Kwa hivyo taji hii ni taji ambalo linakung'ang'ania, na sio taji rahisi, ni taji la kung'ang'ana, kwa sababu ni wale ambao wako na self discipline katika Ukristo, wale ambao wamejiweka tu kufikia kuipata hiyo taji, hawana jambo lingine, wamejiweka tu tayari kumtukuza Mwenyezi Mungu. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya upendo wako mkuu na kwa ajili ya neno lako. Hakika linaendelea na kutufundisha na kutuinua katika mioyo yetu. Tubariki na Roho Mtakatifu azidi kutufunulia. Bariki watazamaji na ubariki kila mmoja wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Taji isiyoharibika. Taji isiyoharibika ni wale ambao wameweza na kuishi maisha ya kujitenga na maovu yoyote yale wakiwa katika uso wa dunia. Wale ambao wameweza na kuishi maisha ya utakatifu, kumpendeza Mwenyezi Mungu kila wakati. Hata wakati ambapo wameweza na kukumbana tuna majaribu, wanajiweka, wanajitunza, wakijua kwamba kuna taji ambayo sio ya kuharibika wameweza na kuwekewa. Hivyo basi tunafaa na kuendelea tu
na kukaa maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, maisha ya utakatifu, maisha ya kujitenga na maovu yoyote yale. Tukiwa katika uso wa dunia, maana tunajua kuna taji ambayo tumewekewa ambayo haiwezi ikaharibika. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu atembee pamoja nawe. Na kwa wale ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka, na tupatane hapo saa 3:30 jioni ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi.